Nitumie nafasi hii kuwapongeza wote wadau wa kilimo ambao mmetoa michango yenu. Kama sio michango yenu tusingefika hapa. Ndugu zangu, yamejadiliwa mengi kwenye mkutano huu. Hoja mbalimbali zimeibuliwa kutoka kwa wakulima wetu. Niwashukuru sana viongozi wenzangu, kuanzia wale wakuu wa taasisi mbalimbali, lakini pia mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na mheshimiwa mbunge. Mmenisaidia kutoa ufafanuzi kwenye baadhi ya hoja. Na mimi naomba nisisitize kwenye maeneo yafuatayo. La kwanza, eneo la mikopo kwa wakulima. Kwamba tunapoenda kuhitimisha msimu wa kilimo cha ufuta kwenye ule mnada wa mwisho, lazima tukae afisa kilimo waite wadau wote, vyama vyote, tujifungia hapa ndani, tuelezane yale tunayotakiwa kuyaandaa baada tu ya mnada wa mwisho, tuyakamilishe. Na watendaji wa vijiji na kata mtusaidie, nyie ndio mko karibu na wakulima. Ni matumaini yangu kama tutakubaliana, kila mmoja akatimiza wajibu wake kwenye eneo lake, msimu ujao, mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mbunge, swala la wakulima wetu kulalamika kwamba mikopo haijafika kwa wakati itakuwa ni hadithi. Tumepokea malalamiko juu ya baadhi ya watu kutorosha ufuta, juu ya baadhi ya watu kujaribu kuhujumu huu mfumo. Tuko tayari kulinda huu mfumo kwa gharama yote. Kwa yeyote anayejaribu au atakayejaribu kuturudisha nyuma tulikotoka, hana bahati, alishachelewa muda mrefu. Huyo tutakula naye sahani moja. Hatutasita kumchukulia hatua kali yeyote anayetaka kuwanyonya wakulima wetu na kuturudisha nyuma tulikotoka. Nikupongeze mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi. Mmesimamia eneo hili vizuri, hususani kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa maghala. Niwasisitize tuongeze nguvu. Bado tuna uhitaji wa maghala. Kuendelea kujenga maghala kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, tunaendelea kupanua wigo wa kuongeza mapato ya halmashauri yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kusisitize pamoja na mkurugenzi tuendelee kutenga fedha kidogo kidogo kwa mujibu wa bajeti zetu, ili tuendelee kujenga maghala kwa wingi, ili tuweze kupata mapato, lakini pia tuwarahisishie wakulima wetu kuhifadhi mazao yao. Tuongeze nguvu kwenye mafunzo. Na hili ni msisitize sana ndugu yangu wa Soreko. Umetueleza utatoa semina hivi karibuni, lakini wahenga walisema elimu haina mwisho. Tuendelee kutoa elimu kuhusu manufaa ya mfumo huu wa stakabadhi ghalani. Na ninyi ndugu zangu, kama ambavyo nimesema awali, narudia tena, tuna wajibu wa kuihamisha elimu tunayoipata, kuyahamisha mafunzo tunayoyapata, kuyapeleka kwa wenzetu kule kwenye vijiji vyetu. Ndugu zangu wakulima, tumefanya vizuri kwa miaka miwili mfululizo, na mwaka huu ni matumaini yangu tutafanya vizuri zaidi. Tuboreshe makazi yetu pale tunapouza ufuta pamoja na mazao mengine. Lazima tubadilike. Kama ambavyo ufuta umebadilisha uchumi wa wilaya yetu, tunatamani pia ubadilishe maisha yenu pamoja na familia zenu. Mapato haya tunayoyapata yasigeuke kuleta migogoro kwenye familia, yageuke kuleta amani na upendo katika familia. Ndugu zangu, mwisho na wasisitiza kulipa mikopo. Mikopo sio zawadi. Pale tunapodai kupewa mikopo, pia tujue wakati wa marejesho tuna wajibu wa kupeleka marejesho. Unapojenga uaminifu na benki, wamesema hapa CRDB, natoa rai wale wote wanaodaiwa na benki ya CRDB, kwa sababu ni wajibu wao kulipa hizo fedha. Sheria ziko wazi. Meneja
kwa kushirikiana na serikali kama ambavyo umekiri tumekupa ushirikiano. Tutaendelea kukupa ushirikiano, na pale tunapojiridhisha kwamba wamekuwa watu sugu hawataki kulipa, sheria ziko wazi kwenye mikataba yao, sheria zifuatwe ili fedha hiyo iweze kurudi na wengine waweze kupata fursa ya kukopa. Mwisho, kwa umuhimu, naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wenzangu. Mwaka wa kilimo 2022-2023 tulipata bilioni 28. Bilioni 26 zote ziliingia kwenye mifuko ya wakulima. Mkiona utulivu katika wilaya hii ya Songwe, pamoja na sisi viongozi, watu wana hela, maisha yanaenda. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Songwe, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapinduzi makubwa aliyoyafanya kwa kipindi chake cha uongozi cha miaka minne, hususan kwenye huu mfumo wa stakabadhi ghalani ambao leo unaenda kuwatajirisha wananchi wa wilaya ya Songwe.